Shule ya sekondari ya Ruvu kutoka manispaa ya Kibaha, mkoa wa Pwani, ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2019. Mradi huu huendeshwa na shirika la Great Hope Foundation ukiwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja wawapo darasani. Mradi huu pia umekusudia kuwapa wanafunzi ujuzi katika eneo la ujasiriamali. Katika Uwezo Award mwaka 2019, shule hii ya Ruvu Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, baada ya kuwa washindi wa 16 kati ya shule 100 zilizoshiriki kutoka mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Tulifanya mradi ambao ulikuwa unaitwa Power of Girls in Charity, ambao tulikuwa tunakusanya baadhi ya mahitaji maalum na kuyapeleka katika kituo cha watoto yatima ambacho kiko karibu na mazingira ya shule kwetu. Kilichotusukuma kufanya huu mradi ni kwamba tuliona kwamba mazingira ya wanafunzi kwanza yenyewe hapa shuleni, kuna wanafunzi ambao mazingira yao ya kusoma yamekuwa ni shida kutokana kuwa hawana mahitaji maalum ambayo yangewezesha wao kusoma kwa amani. Kwa hiyo tulianza hapa shuleni na pia tukatoka nje ya shule ili kujua zaidi kwa vituo vingine ambavyo vilikuwa vinawalea hao watoto ambao hawakuwa na mahitaji maalum. Kitu kilichotufanya sisi kufanya mradi kwa ni kwamba sisi kama sisi tulivyokaa tukadiscuss kwamba ni mradi gani tufanye, tukajikuta kwamba hapa tunapoishi kuna watu ambao wanaishi hali duni kwa maisha na kutoka katika mazingira tofauti ambao yanawapelekea wao kufeli kwenye mitihani yao ambao kutokana na stress kwa sababu hawana mahitaji yao ya msingi. Tukaamua sisi kama sisi tuchukue hiyo nafasi kuwasaidia wao kutoa vitu mbalimbali kama mahitaji kama pads kwa watoto wa kike, madaftari na vitu vingine muhimu sana. Kwa hiyo tukaona ni vyema sisi kuwasaidia kwa kufanya huo mradi wa kuwasaidia. Tulipata fund zetu kupitia, tuliandaa project mbalimbali ambayo tulianza na bonanza, ambayo ndani ya hiyo bonanza tuliandaa keki ambayo keki tuliuza kwa kila piece ilikuwa inagharimu shilingi 500 kwa kila mtu ambaye angetamani kushiriki kwenye keki ile. Then tukaja na idea ya kuandaa talents mbalimbali, kwa hiyo kila mwanafunzi alikuwa na suggest nani angefanya talent pale mbele kwenye hiyo siku ya bonanza. Inawe kama angekuwa hayaweza kufanya hiyo kitu, angebidi atoe pesa kiasi fulani kwa ajili ya kufix kile ambacho yeye kufanya. Then tukaja na idea ya tatu ya raise funds, tukaandaa form ambazo hizo form zilikuwa zina kuonyesha nia ya kuomba mchango kwa ajili ya kuandaa hiyo project ya katika mashindano ya Uwezo Award, ambapo tuliweza kusaidia kupata mchango kutoka kwa walimu wetu, wanafunzi wetu ndani ya shule na baadhi ya wanafunzi waliowahi kutoka nje ya shule, kwa hiyo walitoa michango mbalimbali kutoka majumbani kwao na watu wanaotuzunguka. Kwa jumla baada ya kusanya kiasi ambacho tulikusanya, nakumbuka tulipata 257,000 ambayo ilitusaidia kuandaa project yetu kwa kuwanunulia kile kitu ambacho tunafanyia msaada. Tulinunua meza ambayo ilikuwa ni changamoto ya kuwa na face kwamba kwa hawana meza, viti na vitu kama vyakula, taa na mahitaji mengine. Na je, walipata changamoto zozote? Changamoto kubwa sana ya kwanza, nilipata barua late na muda ulikuwa mchache sana. Tulipata barua mwezi wa 7 na tulitakiwa kukusanya report mwezi wa 8. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto sisi kufikiria kitu gani ambacho tunaweza kukifanya kwa muda huo, yani kwa muda mchache tuliobaki nao. Ratiba ya shule. Ratiba ya shule ya hapa shuleni kwetu imebana sana. Kwa hiyo yani tunakosa ule muda wa kukaa na kujadili vitu vya kufanya na kupanga vitu vyetu vya kufanya kwenda kupeleka huko kwenye hiyo project yetu tunayoandaa. Cha pili na ruhusa kutoka kwa ruhusa inasumbua hapa shuleni hivyo kwa sababu form 6, 5 hivyo na kiangalia masomo yetu muda mwingi tunakuwa darasani, tunakosa muda wa kutoka. Hata ukienda kuomba pale ruhusa unakuwa ngumu yani. Changamoto ya ruhusa tulitatua kumpitia mwalimu wetu wa klabu. Changamoto nyingine, utayari wa wanafunzi na walimu kutusupport sisi ambao tulikuwa tunashiriki.
maana kuita shule nyingine ni gharama, na sisi kama wanafunzi, sisi sio rahisi kukidhi kila kitu pale. Kwa hiyo pia hiyo ilikuwa changamoto nyingine. Kilichonifurahisha kwenye mradi wa Uwezo Awards, cha kwanza nimeweza kutambua nafasi yangu mimi kama kijana katika jamii, kwamba sio vitu vyote ambavyo sio vitu vyote vinafanywa na wazee tu katika jamii. Kuna vitu vikubwa mimi kama kijana ninaweza kuvifanya katika jamii na vikaleta positive effects kwa muda mrefu au hata kwa muda huo, lakini kama ni kitu ambacho kimeonekana kwamba fulani amefanya kitu hichi na mimi nikakuwa kiakili na uwezo wa kufikiri pia. Jambo kubwa ninalojivunia mimi kufanya mradi, kwanza nimejifunza kuwa ndani ya viatu vya wenzangu. Unajua huwezi ukawa unania kumsaidia mtu kama hujavaa kiatu chake, hujavaa uhusika wake na kujua ni nini ana face, hata kama hii ile hali wewe yani hauitazami ile hali. Kwa hiyo nilichojifunza ni kwamba wewe unaweza ukawa uko sawa, lakini ukijaribu kuvaa viatu vya mwenzako unaelewa kabisa kwamba fulani anapitia hali ngumu zaidi ninayopitia mimi. Najivunia kushiriki Uwezo Awards kwa sababu kwanza imenipa skills ya uongozi, maana kwenye mradi mimi ndo nilikuwa kiongozi. Japokuwa kulikuwa kuna changamoto, lakini Mungu alisaidia, tukashiriki, tukafanikiwa. Tulishika nafasi ya 16 na ilikuwa ndo kwa mara ya kwanza. Jambo gani unajivunia kujifunza katika ushiriki wao katika mradi huu? Kwa upande wangu mimi nilichojifunza ni kwamba kutoa ni moyo na wala si utajiri. Hivyo basi mtu aina yoyote yule anaweza kuwasaidia watu wa aina yoyote ambao wanaishi katika mazingira ya chini, sio tu kwa kuwapatia fedha wala vitu vyenye thamani, bali hata kwa kuonyesha upendo na kuonyesha kwamba katika dunia ambayo wanaishi wao hawako peke yao. Nimejifunza kwamba sio lazima niwe na kitu kikubwa ili niweze kusaidia wenzangu. Kwa kile kitu nilichonacho katika umri wangu, kidogo nilichonacho, naweza nikasaidia mtu na kinaweza nikamtoa katika hali fulani nikamweka katika hali fulani ambayo hatojisikia upweke. Nimejifunza kwamba imeniongezea upendo na pia imenibariki kufanya kitu kama hicho, kwa sababu ni vitu ambavyo hata katika jumuiya yetu vinatuhamasisha kwamba tuweze kusaidiana katika hali na mali. Tunaamini kwamba kutoa au kujitoa katika mazingira fulani kuwasaidia watu fulani inasaidia kuongeza utu pamoja na upendo kati yao na wewe pia. Nilichojifunza ni kwamba hapa ninapoishi shuleni sio kwamba kila mmoja tumelingana katika ngazi za fedha. Wengine wana hali duni za kimaisha, wengine wanaishi kwenye familia ambazo wanapata mahitaji yao kila kitu. Kwa hiyo sisi tukaamua kwamba kufanya hivyo kutusaidia sisi tukuhisi kama kubarikiwa, kwa sababu tunatoa msaada ili wengine wapate kufanikiwa kama wengine wanavyo. Nilichojifunza from Uwezo Awards kwamba nimeongeza maarifa, kwamba watu wa kule niliobahatika kuzungumza nao wengi wanapenda sana upendo, kujaliwa nao katika jamii. Nimejifunza kwa kumbuka watu wenye hali ya chini ambao hawezi kupata mahitaji yote kwa kidogo ambacho wanakipata. Jenga upendo baina ya watu tofauti kwa sababu tunatofautiana kwenye yale kimaisha. Uwezo Awards imenijengea ujasiri, maana saa nyingine unaweza ukadhani kitu ni kigumu, lakini kutokana na ile courage niloipata sasa hivi na uwezo wa kufanya kitu chochote. Nje ya ujasiri nimejifunza uthubutu, kwa sababu ilikuwa ndo mara ya kwanza kushiriki mradi, lakini tukafanikiwa kushinda. Pili, nimejifunza kushirikiana na watu pia inapanua uwezo wa mtu wa kufikiri kwanza, maana kila mtu anakuwa na mawazo yake tofauti na inasaidia kumjenga mtu kiakili. Unakuwa na uwezo mpana wa kufikiria na kutatua mambo yanayokuzunguka. Kwenye Uwezo Awards kwa shuleni kwetu nilikuwa kama mwenyekiti msaidizi, na kikubwa nilichojifunza, kwanza uongozi una changamoto nyingi. Unapoongoza kundi la watu sio kwamba ni wote watakuelewa, sio kile unachokisema watu wote watakichukulia positive, kuna ambao watachukulia negative pia, na kuna ambao hawatakuelewa kabisa. Kwa hiyo nilichojifunza kikubwa ni jinsi ya kuwaongoza watu, kusoma kila akili ya mtu kwa kile unachokisema. Pia nimejifunza kuwa mtu mwenye kuwajibika. Hata kama nina jambo lingine la kufanya, lakini nikishaamua kuingia kwenye kitu fulani au kuongoza watu fulani, inabidi niwaongoze kwa wakati sahihi na kwa eneo sahihi. Kikubwa nilichojifunza ni kwamba pamoja na kuwa ni mwanafunzi, pamoja ni kwamba nasoma, lakini
lakini bado nina nafasi ya kusaidia jamii yangu inayonizunguka. Nadhani ni jambo ambalo nitalifanya hata kama nikitoka shuleni baadaye, kwa sababu imenipa ari ya kuendelea kusaidia watu mbalimbali. Jambo ambalo nimejifunza kwenye mradi ambao inaweza kusaidia hata nikitoka nje ya shule ni kwamba kutokuwa mhukumu wa hali nyingine. Unajua kuna watu wengine unatokea kwenye maisha ya hali fulani, kwa hiyo unakuwa huko sawa, yani huwezi kuhusiana na watu ambao kwenye hali fulani. Kwa hiyo nimekuja kujifunza kwamba hata nikiwa nje ya shule, watu aina fulani labda ambao hawezi kujikimu kimaisha, pia naweza nika-associate nao na nikaweza kufanya kitu ambacho ni productive. Sio kama kwamba lazima mtu ambaye ninakuwa naye kwa ajili ya productive ya kitu fulani tuwe tuna hali moja. Jambo kubwa nililojifunza, cha kwanza ni upendo. Nimejifunza kuwapenda wenzangu. Cha pili, kuwasaidia wenzangu ambao wanahitaji. Cha tatu, nimejifunza kikubwa, ni kwamba kuna watu wanashindwa kusoma kwa sababu ya vitu fulani ambavyo sisi tunawasaidia. Nilichojifunza ni kwamba sio wote ambao wapo katika umri kama wa kwetu wanapata mahitaji ambayo sisi tunapata. Kwa hiyo kitu tulichokifanya ni kizuri, yani nilichojifunza kwamba sio tuishie hapa tu. Hata kama tukiwa nje ya shule au tukitoka level hapa, tunakumbuka kuna watu ambao wanahitaji msaada, ambao hiyo misaada wengine kama ni tunatofautiana. Kwa hiyo misaada ambayo inaweza kuwasaidia wao katika masomo yao ili kufikisha ndoto zao. Kwa hiyo tulikumbuke hilo hata kama tukiwa hapa nje ya shule. Tulikutana pia na mwalimu msimamizi wa klabu ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika huu mradi. Ninajivunia kuwaona wanafunzi wanafanya mradi huu kwa sababu inawabadilisha wao, inabadilisha mitazamo yao kuhusu maisha ya jamii kiujumla. Hapa shuleni tulipo wanaweza kuwa wanafahamu mambo machache kwa sababu muda mwingi wanakuwa katika mambo ya kitaaluma, lakini tunapokuwa tunawashirikisha watoto kwenye mambo mengine ya kijamii, wanafahamu viwango tofauti vya maisha na mambo kama hayo. Kwa hiyo inawasaidia wao kuwa watu tofauti katika jamii na watu ambao wanaweza kuwa na mchango wa kusaidia watu wengine kwenye jamii. Na huu ndio mradi ambao uliwapa wanafunzi wa sekondari ya Ruvu ushindi katika Uwezo Award mwaka 2019. Chukua hatua, onyesha uwezo.